Shabiki Gubu. Bwana kona ya Shabiki Gubu hapa na mwandamizi Charles Abel. Leo kama ilivyo ada tunatembelea maeneo tofauti tofauti na wadau wa michezo, mashabiki, wadau na wanafamilia wa mpira wa miguu wanatoa maoni kuhusu vitu mbalimbali vya kimpira nini na magubu yao, kama wana madukuduku, maoni na kadhalika kupitia segmenti ya Shabiki Gubu. Na leo nimetembelea hapa maeneo ya Mabibo na niko na mtu mmoja ambaye kwa wadau wa mpira wa miguu hasa mashabiki wa Yanga wanamfahamu wa kanda za nyanda za juu kusini, lakini pia hata kwa watu wa mpira huyu mtu kwa sababu amedumu kwenye mpira kwenye muda mrefu hasa katika uongozi wa kimpira, anaitwa Christopher Beka Kashililika. Kwa hapa maeneo ya Mabibo anamuita Baba Yanga. Baba Yanga. Sio, umeelewa? Kwa hiyo Yanga sasa hivi na kina Ali Yanga, Fumau Yanga, Baba Yanga. Bwana Yanga sio mchezo, kweli timu ya wananchi. Tupo sasa katika kipindi cha usajili na kama ambavyo umejinasibisha kama mwana Yanga na hata hapa mtaani kwenu wanakuita mzee wa Yanga. Yanga bwana, msimu huu imeonekana imesajili wachezaji wengi wazao wenye umri mdogo. Kwa wastani ninadondokea kwenye miaka 20 na kitu, yani haivuki miaka 25, yani ukijumlisha wastani wa wachezaji wote wa umri. Yani wachezaji wengi umri wao ni miaka 19, 20, 19, 20, 18. Wakiangalia na upande wa pili kidogo na hizi timu yani washindani wenu wakubwa kwa maana ya Simba na Azam wanaonekana wanaingiza wachezaji ambao kidogo wana experience fulani ya ligi, yani hao wazawa, tunamaanisha wazawa. Wewe kwa unavyotazama usajili wa Yanga, wachezaji wengi wenye umri mdogo kwa ile mikiki ya ligi pamoja na mashindano ya kimataifa, unaona wanatoboa kweli pale katika kile kikosi? Ya watakwenda kufanya vizuri. Watakwenda kufanya vizuri kwa sababu tumejifunza hata kabla ya hawa. Utaona wakina Kibwana waliingia wakiwa kwenye umri huo, na kuna wakati Kibwana alikuwa anaanza mwanzo mwisho katika kila game. Utaona Dickson Jobu aliaminiwa akafanya, hata Mwamnyeto, hata Baka bado pia hawakuingia wakiwa kwenye umri mkubwa sana. Kikubwa ni kwamba wao waliowaamini na wao wakiwaaminisha, wakifanya kile ambacho wanacho, basi na mimi wanaweza kucheza. Lakini la pili labda ni project ya timu inafikiria nini kwenye hilo. Mimi kuwa na wazawa ambao wanaonekana na umri mdogo ninafurahisha, kwa sababu tunatengeneza pia wachezaji ambao wanaweza kusaidia kwenye national team. Lakini labda nitengeneze tahadhari. Chazi, usiamini sana umri wa mchezaji wa Kitanzania. Yani mimi huwa mtu akiniuliza nitasema huyu ana miaka 19 ya passport, huyu miaka 19 ya mpilani. Na ukitaka kujiridhisha huwa tunarudi shuleni. Huyo miaka 19 anaweza kuambia alimaliza labda darasa la 7 mwaka 2000, lakini leo ana miaka 19. Kwa sasa umri huo tu wala usikutishe. Kwa hiyo wao wataenda kucheza kwa umri huo, umri wa mpilani. Ninaamini hivyo mimi. Yeah. Katika wale wachezaji waliosajiliwa pale wazawa, usajili wa nani zaidi yani umekukosha, yani unasema yani kama nafsi yako imekunjuka baada, yani pengine ulikuwa unatamani muda mrefu kumuona akivaa jezi ya Yanga na hatimaye sasa amefanikiwa kuvaa jezi ya Yanga? Ya, kwa kipindi cha karibuni nadhani nimevutiwa na yule Chuga. Yule bwana mdogo nimeona muda mfupi sana, lakini amenishawishi. Lakini bado pia kuna huyu mtoto ambaye wamesema amesoma amemaliza juzi form 6. Nimewahi kumfuatilia kupitia mimi kwenye familia yangu na kijana umesoma naye Benjamin pale. Okay. Na kijana wangu sasa yuko mwaka wa 3 hapa chuoni hapa NIT. Kwa hiyo alikuwa anamzungumza yeye. Kwa hiyo alikuwa ananifanya mechi za Mashujaa niziangalie kwa sababu ya yule Miambo, kwa maana Miambo. Yes, Miambo. Kwamba nilikuwa namfuatilia kupitia maelekezo. Kwa hiyo naamini kwamba anaweza kaenda akawa msaada sana kwenye hiyo. Lakini vinginevyo tuamini wakiaminiwa, kwa sababu anaweza kuwa na uwezo lakini asiaminiwe. Na bahati mbaya sana huwa tunaweza kuwavumilia wachezaji wageni kuliko wazawa. Mchezaji mzawa akifanya kosa mara moja anaweza kawa anaenda kupotea moja kwa moja. Sina uhakika sana na Israel Mwenda saa hizi hatima yake itakuwaje, lakini ni kile ambacho kilitokea Zanzibar. Performance aliyoonyesha kule Zanzibar ilianza kupelekea kama watu kukosa imani naye na nini. Hasa hayo yapo na hajaanza leo. Miaka ya nyuma kulikuwa na mtu kama Chibe Chibindu aliwahi kufanya mwaka 92, alipiga penalti mikononi kwa Mwameja ili kawa mwisho wake katika mpira wa Kitanzania. Wachezaji wengi wadogo akiaminiwa, hata akifanya kosa aendelee kuchukuliwa kwamba ni kosa la kawaida, anaweza kadumu. Lakini akifanya kosa alafu watu wakamjia juu, basi tunaweza tukampoteza. Lakini tukiwavumilia kama tunavyovumilia leo, utaangalia wakati anakuja Okelo karibia mechi 5 au 6 alikuwa hajafanya vizuri, akasemwa mpaka kuna baadhi ya wasemaji, mfano mtani wetu alisema kwamba Okelo ni sawa sawa na Nkane, tofauti yao ni kwamba Okelo anajua Kiingereza. Ishafananishwa hivyo. Kwa hiyo
lakini aliaminika akafanya, na utaona kabla hajafunga goli ilitokea chance, ilitokea penalti, yule Dube akachukua mpira akampelekea, kwa maana ya nadhani kuanzia pale ndipo jamaa akaanza kuonekana. Leo ukitaja Yanga basi kama hujamtaja Pacome ulikuwa unamtaja Okello. Na bahati mbaya Pacome kaumia, manake tutaendelea kumtaja Okello sana. Shabiki Gubu.